sababu sioni kilichofanyika mpaka nyuma mwiko wamfukuze kocha. Ligi wao wanaongoza, magoli wao wanaongoza, pointi wanaongoza. Sasa yule kocha mimi sielewi kwamba walichomfukuzisha nini pale. Labda goli la Chama. Goli la Chama ndio mfukuzisha. Mimi nizungumza kama labda goli la Chama. Goli la Chama ni goli la dunia. Goli la Chama ni goli la dunia. Clatous Chota Chama ni goli la dunia. Hilo goli litakuwa bora 2025-26 katika dunia. Wanaenda waamini yule. Huo ndio ukweli. Ndio imemsababisha paka Pedro afukuzwe. Alafu unajua huyu Pedro imekuwa kama wamejificha kwenye kichaka nyuma mwiko. Kwa sababu gani? Leo hata kama huyu kocha asingefukuzwa, labda hata kama haitendei haki nyuma mwiko, lakini kocha kwa Yanga pale, hata kama wasiwe na kocha, waandishi, hebu nisikilizeni hilo, hata nyuma mwiko kama wasiwe na kocha pale Yanga, nyuma mwiko, mimi Yanga sijui, mimi naijua nyuma mwiko, nyuma mwiko wasiwe na kocha, lakini bado watashinda. Kwa nini unazungumzia hivyo? Hawana kocha lakini bado watashinda. Na kwa nini unapa advantage kubwa sana? Sasa nawapa advantage kwa sababu waamuzi wa kwao, bodi ya ligi ya kwao. Sasa watashindwaje kushinda mechi zao au kuchukua ubingwa ambaye ameshaandaliwa? Unajua imefika hatua sisi wana Simba bana, hasa na waomba sana viongozi wangu kwamba tuamke. Sasa imekuwa too much. Tumevumilia vya kutosha, miaka 4 tumevumilia, na huu wa 5 bingwa anaandaliwa. Tunashusha thamani ya ligi, tunashusha thamani ya mpira wa Tanzania. Kwa sababu unajua nikisema hivi leo, angalia wanapoenda kimataifa nini wanachofanya, wanafeli kutokana na maovu yao kwenye ligi ya Tanzania. Kwa hiyo sasa hivi mimi nawashauri viongozi wangu, ni maoni yangu au ni kama mshabiki na mwanachama wa Simba, kwamba ifike hatua tuchukue maamuzi mazito kuelekea msimu ujao. Yani tuchukue maamuzi, hata kama kujitoa sisi Simba tujitoe, kwa sababu haki hamna kwenye ligi. Ligi ya Tanzania haitendi haki, kila wakati maovu tu nyuma mwiko, haki haitendeki. Sasa si unaona waamuzi jana ni waandishi mkoona clear penalty 2 wamenyimwa, 2 clear penalties. Sasa tunaelekea wapi? Tunaelekea wapi katika mpira wa Tanzania? Ligi inashuka thamani. Watu mpirani wataacha kuja kwa sababu bingwa wameshaandaliwa. Ndio maana yake. Mechi ngapi waamuzi wana favor nyuma mwiko? Mechi ngapi? Na tunaziona na vithibitisho vipo. Mpaka leo walikuwa wanasema nani yule mchambuzi yule Wilson Aura wanampeleka mahakamani. Wako wapi? Wanajua wa maovu yao. Mbona wanaume hawajampeleka mahakamani? Wanachosita nini? Wanachosita nini nyuma mwiko? Kwa sababu wanajua maovu yao, inathibitisha kwamba hiyo timu ya maovu. Wanathibitisha kwa sababu wanajua akimpeleka jamaa atashinda pale. Na sisi tuko naye, maovu nyuma mwiko kila mtu anayaona. Amchelewe kwa pamoja baadaye na kumgeuka. Hapana, tuwezi, kwa sababu yuko kwenye haki, anachoongea ni sahihi. Na baadhi ya watu wanaamini kwamba yeye bado anasimamia ushabiki na sio haki, lakini ni wachache sana, na mashabiki wa Simba ndio ambao wanazungumza kama yeye yuko kwenye upande wa haki, lakini hao wanaogopa baadhi ya watu kama wanaweza kumgeuka huyu anamwacha mwenyewe kama anatetea. Unajua, sikiliza, wewe unamzungumzia yeye anafanyia ushabiki, hata nyuma mwiko kuna wachambuzi ni washabiki wao, kwa mfano Hans Raphael, lakini wao wanavyoiteki Simba, sisi hata siku moja hatujaamua kwamba tumpeleke mahakamani, kwa sababu wale wanataka wanajitetea, kwa sababu wanajua maovu yao. Ndio maana leo wanafanya kitu kama hicho cha kumchukulia hatua Wilson Orua. Inakuwa mjaguswa kwenye ngo yenu, ndio maana hamjafuata mtu. Wanagusa sana, mbona wanaongea sana? Mbona wanaongea sana?
lakini hata siku moja sisi hatujachukua hatua hiyo. Wewe bana, sikiliza, hebu tumuongelee Chama bana, tumwimbe Chama, tumwimbe tusota Chama. Mambo ya Lusaka sio mabango. Mimi leo nachukua fursa hii, naomba viongozi wangu na rais wa heshima wa timu ya Simba tumjengee sanamu Chama Mo Arena, tumjengee sanamu, anastahili kujengewa sanamu. Kwa vigezo vipi labda? Hamna mchezaji duniani kama Chama duniani, kwamba Chama ajengee sanamu Ngwale. Anastahili kutokana na kiwango chake anacho. Unajua Ngwale yule wakati yuko nyuma mwiko, nyie waandishi shahidi, mliona kiwango gani cha Chama pale? Kiwango alikuwa hana kiwango. Kaenda Singida Big Star alikuwa hana kiwango. Angalia mambo alivyorudi Simba, kwa sababu ana mapenzi ya dhati na Simba. Kwenye damu yake kuna Simba. Ukimchanja unamwona Simba. Chama ukimchanja yule Simba. Chama ni Simba. Simba ni Chama. Anadeserve kuwekewa sanamu. Anadeserve, na mimi natoa ombi leo. Na mimi nitachangia hiyo sanamu. Unataka ijengwe wapi? Ijengwe Mo Arena. Na mimi nitachangia Ngwale. Niko tayari kwa hilo. Sababu ipi ambayo inakufanya useme hivyo? Kwa sababu anaitendea nembo ya Simba haki. Anaitendea haki Ngwale, nembo ya Simba Chama. Mimi namkubali yule mwamba. Yule kweli mwamba wa Lusaka. Mwindi, kuna baadhi ya clip ambazo zilikuwa zinasambaa ya kuonyesha mmoja wa wabunge akizungumza kwamba Clatous Chama anadeserve kupewa uraia wa Tanzania kwa namna ya uchezaji wake na kufanya makubwa na Simba Sports Club. Umeniuliza swala zuri sana. Mimi naliunga mkono kwa 100%, naliunga mkono. Anastahili kupewa uraia. Sio lile jitu lile linacheza rafu linapewa yellow card na hayo. Yule hastahili, alikuwa hastahili. Uraia gani ampepewa yule? Yule kaisaidia upande gani timu ya taifa ya Tanzania? Lakini huyu mwamba atatusaidia Ngwale. Huyu mwamba atatusaidia. Huyu apewe uraia. Sasa Mwindi, nataka tuangalie hapa. Uliona goli la Chama la TikTok limekwenda viral sana duniani. Umeliona? Unaweza kuzungumza? Ndio, ni goli la dunia. Lile goli la dunia Ngwale. Jamaa aliganda sekunde 25. Kaganda juu tunamwona hivi. Kaganda. Sasa huyu mchezaji wa kumlinganisha huyu? Huyu kwani mchezaji wa kumlinganisha katika dunia? Hakuna kumlinganisha naye. Mimi kichwa changu kiliganda sekunde 25 hivi. Na mwangalia Chama yuko hewani. Kuna baadhi ya watu wanavuka mipaka na kuzungumzia Clatous Chama kwamba bao alilofunga ni bao kama alilowahi kufunga Ibrahimovic, na wanamlinganisha na Ibrahimovic. Asilinganishwe na mtu yeyote. Unajua usaku niuzi mimi. Yaani usimlinganishe na mtu yeyote. Ni marufuku nakupa. Ukimlinganisha Chama na mtu yeyote, takutia ngumi bure. Haya. Wanaenda nao na chenga Okello, umeona? Chenga Okello. Sasa ushamba ni Ngwale. Ule ni ushamba. Wale kweli washamba. Mimi nawaita washamba. Msemaji wao naye mshamba. Yaani ule ni ushamba. Kwa nini? Mbona lile tobo Kapombe aliyompiga Shabalala, mbona hatukuimba vile? Mbona hatukuimba? Mimi namkuliona lina ubora wa kiasi hicho. Sasa mimi labda unisaidie, nikuulize. Je, lile tobo lina ubora au lile Okello aliyompiga chenga lina ubora? Hebu nisaidie labda. Unijibu kwa haki. Unijibu kwa haki. Unijibu kwa haki. Zote bora. Hapo unakosea. Lile tobo bora. Mbona mkuli brand kama walivyo brand au shinga yao? Si ndio na mashamba? Wewe mtu mshamba si anakuwa mshamba tu. Mtu mshamba ni mshamba. Mwindi, mmeacha alama 5, pengine kwa upande wako unaona mbio za ubingwa zikiwania Msimbazi? 101% ubingwa ila tunachotaka ni fair play basi. Kama nilivyozungumza mwanzo. Fair play ikiwepo, kama hayo makando yaliyofanywa na nyuma mwiko jana na referee, kama hayapo, ubingwa tunauchukua. Kama unamaanisha kwamba kuna upendeleo ambao unatendeka kwenye ligi yetu? Aisee, unajua Chama, yaani mimi kichwani yuko Chama tu. Chama tu. Yuko Chama. Chama mwamba wa Lusaka. Chama thamani yake
hata kombe la dunia haina thamani. Ngwale nisikilize, hata kombe la dunia halina thamani kama goli la Chama. Hutoshangaa Muhindi ukiona Chama Clatous anapewa kuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao wamefunga bao bora duniani sana. Ni haki yake, yani atakuwa ametendewa haki, yani kweli atakuwa ametendewa haki, atakuwa ametendewa haki, na naomba shirikisho la FIFA kwamba limpe goli bora Chama na stahili. Kwa asilimia ngapi unaona Chama amechangiza safari ya Pedro Gonçalves kufukuzwa pale Young Africans? Si goli aliyofunga lile goli aliyofunga kimewachanganya nyuma mwiko. Goli la Chama limemfukuzisha limemfukuzisha Ngwale. Goli la Chama lile balaa, mpaka CNN wanaimba kule, kila wakati CNN wanaonyesha goli la Chama. Yaani TV yao sasa hivi wanaweka goli la Chama tu, wanafanya kama ndio wimbo wao wa taifa. Ndio kabisa, wimbo wa taifa. Wewe si unaona, lakini mwenyewe si unaona. Sasa lakini unadhani alistahili kocha kufukuzwa? Unajua Ngwale, nazungumza kocha ameonewa. Kocha ameonewa. Kwa fakti zipi? Unajua nyuma mwiko, hata kama wasipokuwa na kocha watashinda tu na ubingwa watachukua, kama wakitaka kwa mchezo wanaucheza. Yaani kocha ni kama amekuwa mbuzi wa kafara. Kocha alikuwa stahili kuwa lipi Ngwale. Leo ligi, narudia, nimeshasema ligi walikuwa naongoza kila kitu, wao walikuwa wanaongoza. Sasa kipi kimemfukuzisha kocha Yaani wale wamepata sehemu ya kujificha kwa sababu wanajua maovu wanayofanya, na wanajua hata huyu wakimfukuzisha bado Lakini Muhindi, wewe mwenyewe ndo naamini kwamba Clatous Chota Chama ni miongoni mwa majini. Amesaidia Simba Sports Club michezo kama mitatu kufanya vizuri Zanzibar, lakini pia Samuel michezo miwili kama na wajana. Pengine combination ya Elie Mpanzu Libasi again na Clatous Chota Chama kwa sasa unaiona ni combination ya aina gani? Iko superb. Yaani ni superb. Hao unajua hapo sema tu bado Anse Taura hayupo. Yaani nakwambia kama akirudi Simba itakuwa balaa. Lakini unajua nini mwandishi, Simba ni timu bora sasa hivi. Kinachotukwamisha makando ya nyuma mwiko. Unaona bana, makando yao. Makando gani? Ndio hayo ya waamuzi, bodi ya ligi kuwapendelea, kuwabeba. Leo fikiria Ngwale, nimzungumzie Walter Hedison. Yule, mimi naomba bodi ya ligi, kama mnatenda haki kweli, kama mnatenda haki, huyu mtu anastahili kupewa adhabu kali sana alichokifanya. Alafu unajua sasa hivi mtu asikae na waonya nyuma mwiko, na mtu yeyote katika Tanzania asikae kumshika bega Chama, asithubutu kumshika hata bega Chama. Hiyo dhahabu letu, hiyo onyo mimi natoa. Yani hamtamtendea haki, asiguswe yule jamaa. Ile dhahabu letu tunatamba naye. Bado mashabiki hatujaona ile hamasa ya Clatous Chota Chama. Tumeona kwa Ahmed Ali amevaa shati na tumeona goli lake la Chama. Wewe Muhindi ni kipenzi cha Clatous Chota Chama. Bado tunaona shati ambayo imechorwa hapo goli la Clatous Chota Chama. Unajua kuchora au kufanya nini haimaanishi kwamba wewe labda upende anayofanya Chama. Chama yuko kwenye moyo wetu. Hayo kuonekana t-shirt au nini au ukimchora Chama au vipi haimaanishi, lakini sisi yuko moyoni mwetu Chama. Chama tunamsalute, tunamheshimu. Tuulize na hilo, naambia ni mashabiki kuelekea michezo ambayo imebakia ili kusaka ubingwa kwa mnyama. Unajua mimi nawasihi kwanza technical bench pamoja na wachezaji kwamba sasa hivi hiyo mechi 9 tuliyobakiwa nayo tucheze kama fainali. Tucheze kama fainali ili tuwe kwenye mbio ya ubingwa. Shukrani sana. Asante sana.